siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakwenda kuuzindua kwenye mechi zetu za ligi na msimu huu. Unajua uzuri ukishakuwa na jezi bora unapunguza hata nguvu ya kujielezea. Yaani there is no way tukatafuta designer kutoka Paris, na hii yeke sawa Linapokuja swala la jezi za Yanga usiseme Paris, ni Paris. Utafute designer bora kutoka Paris Ufaransa, alafu upite kutoa 10,000 watu wasifie jezi. Hatuwezi kufanya hilo jambo. Jezi zenyewe zinajielezea quality yake. Hapa nimeingia hapa, nilivyoingia tu leo kwenye mkutano hapa, ni kama maonyesho ya Sabasaba pale mnapofunguliwa geti hivi. Mnakimbilia kuona vitu ile, wow. Nasikia waandishi wote, kila mtu alikuwa wow. Jadu umekusikia? Wow, ndio jezi kishakuwa kali, unapunguza namna kujielezea tu. Sababu jezi tayari imenyoka. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindua lini? Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini? Ndio sababu nimekuja hapa leo tuzungumze, tupate majibu ya mambo yetu yote haya. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema. Ambao tuko mikoani, Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita, pata fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka 4 inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga. Baada ya mkutano mkuu, tukio ambalo itafuata hapo mbele ni tukio la siku yetu kubwa, kwa maana ya tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalulile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Lakini kuna timu moja tulikuwa tumeshaialika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi tunavyokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kwa hiyo tumeshindwa kujua ni mambo ya mtandao au ndiyo tena balaa la Peter Shalulile limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tunabaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike kesho yake, tuko kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi.